Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkoa huo upo salama kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, hivyo kuwatoa hofu wananchi waliokidhi vigezo vyote vya kupiga kura kujitokeza na kutumia haki yao kikatiba kwenda kupiga kura. Tarehe 29 ya mwezi wa 10, 2025 ni siku ambayo taifa la Tanzania litakuwa na uchaguzi wa kuchagua kiongozi kwa maana ya rais, wa bunge na madiwani, jambo ambalo ni la kawaida kwa kila baada ya miaka mitano. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna wapiga kura wengi zaidi ya milioni 4 ambao tunaamini kabisa kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 wote watajitokeza ili kuweza kutumia haki hiyo ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka. Mimi pamoja na wenzangu tumeona tutoke mbele yenu na mbele ya Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kuwaeleza ya kuwa mkoa wetu upo salama sana. Mpaka muda huu maandalizi ya uchaguzi katika vituo vyote, vituo vya kupigia kura, maandalizi yake yamekamilika. Majina ya wapiga kura yamebandikwa katika vituo vyote, na nitoe rai kwa wale wote ambao walijiandikisha katika vituo hivyo kwenda kusoma majina yao yaliyobandikwa katika vituo mama walivyojiandikisha, pamoja na vile vituo ambako watakwenda kupigia kura. Kituo ulichojiandikisha inaweza kutokea kisiwe ndio kituo cha kupigia kura, lakini kama utakuwa umebadilishiwa mahali pa kupigia kura, basi itakuwa ni vituo vilivyo karibu na kituo ulichotumia awali kujiandikishia. Kwa maana kwamba vituo vya kujiandikishia vinaweza kuwa vilikuwa ni vichache kuliko vituo vya kupigia kura. Na hii yote Tume ya Taifa Huru ya Uchaguzi imeongeza wigo mpana wa vituo vya kupigia kura, kwa sababu kujiandikisha kulikuwa ni zaidi ya siku moja, lakini kupiga kura kutakuwa ni kwa siku moja. Na ndio maana huduma ya vituo vya kupigia kura vinakuwa ni vingi zaidi pengine kuliko vile vituo vilivyotumika kujiandikishia. Mchakato wa upigaji wa kura kwa mujibu wa taarifa za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Kwa hiyo nitoe rai kwa wana Dar es Salaam wote waliojiandikisha kupiga kura kwenda kutumia haki hiyo ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka. Zipo taarifa chache katika mitandao ambazo hatuwezi kuzipuuza za jitihada za baadhi ya watu katika vikundi vidogo kuhamasisha kuvuruga uchaguzi huu ambao umepangwa kwa mujibu wa sheria. Ninayo heshima kuwaeleza kuwa wala msiogope jambo lolote, kwa kuwa vyombo vya dola mnaoviona hapa nyuma yangu vimeapa kwa katiba kulinda usalama wa raia na kulinda usalama wa mali zao. Hakutakuwepo hata mmoja ambaye anaweza kumtishia Mtanzania yoyote anayejitokeza kwenda kupiga kura katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na akaachwa akifanya hivyo. Vyombo vya dola havijajipanga kutisha watu, bali vimejipanga kuhakikisha wewe Mtanzania, wewe mwana Dar es Salaam, unakwenda kupiga kura vizuri, unakuwa salama na unaondoka kwenye kituo cha kupiga kura ukiwa salama. Maneno yaliyoko mtaani kwamba uchaguzi huu utavurugika, muyapuuze, kwa sababu nchi hii na hasa mkoa wetu wa Dar es Salaam, vyombo vya dola na Watanzania wote walio na nia njema tutabaki imara kuilinda nchi yetu na kulinda mkoa wetu. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, imezoeleka wakati fulani tunapoelekea katika chaguzi hizi kuendelea kuwa na tabia ile ya kuripoti taarifa zinazoleta taharuki kwa Watanzania na hasa Dar es Salaam. Tufahamu kwamba ninyi waandishi wa habari ni nguzo ya 4 ama muhimili wa 4 wa serikali yetu. Mna wajibu wa kutoa taarifa, wa kuhabarisha,
wa kuwapa elimu wapiga kura ili waweze kujitokeza kwa wingi katika kutumia haki yao ya msingi iliyoandikwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Na baada ya kusema haya, kama kutakuwa kuna mtu yoyote ana maoni, ana swali, ana jambo lolote, wakuu wa wilaya wapo kwenye wilaya zetu saa 24. Vyombo vya dola vipo kwenye mitaa yetu saa 24. Katibu tawala wa mkoa na watumishi wote wapo maofisini saa 24. Kwa kuwa imetangazwa kwamba tarehe 29 ni siku ambayo watu watumie kwenda kupiga kura, kwa maana kwamba inakuwa ni kama public holiday, basi Watanzania tusipuuze haki hiyo, twende tukapige kura. Twende tukapige kura. Twende tukapige kura. Na tukishapiga kura zetu, tusubiri matokeo ya kura tuliyoipiga ambayo yatatangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuhusu washindi walioshinda katika mchakato huo. Na baada ya kusema haya, niwashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.